Amani ya Mungu idumu kwetu. Ndiyo wasomi na waja wenye elimu mbalimbali leo tunakuja kuchanganua somo linalohusu usomi na elimu. Somo letu la leo tunatakiwa tujue maana ya kusoma, alafu tujue elimu ambayo iko nje na kusoma. Tukishajua mambo haya, yatatusaidia kwa watu wengi waliobaki kunakiri mambo wakimsikia mtu pale ana usomi, wao wanahisi hilo ni jambo jema mtu kuwa msomi. Wakisikia mtu ana elimu, bila kuchanganua ni usomi gani na ni elimu gani, mtu tu akishasikia mtu fulani ana elimu, yeye anaumia kichwa kwa kuona neno elimu, anafikiri labda lote lina maana hivyo hivyo. Na akisikia neno usomi, anafikiri chochote kilichosomwa ni sahihi. Kumbe siku ya leo tupate uwazi mkubwa wa hii kitu. Katika kuishi, ukakuta elimu ipo, taaluma ima mambo fulani yanakufundisha kitu fulani, ni lazima kwanza, kabla ya kuiendea taaluma ima jambo lolote, uwe una elimu ya mema na mabaya. Katika kujifunza jambo lolote, katika kujielimisha kitu chochote, katika kusoma usomi wa aina yoyote, ni lazima kwanza uwe na utangulizi wa kuyajua mema na uwe na pambanuzi ya kuyajua mabaya. Ukiwa una uwezekano huo tu, moja kwa moja wewe utajua elimu sahihi ni ipi. Moja kwa moja wewe utajua msomi sahihi ni yupi. Kwa hiyo ndio maana leo natoa
somo hili. Usomi na elimu vilivyoendelea kwa zama nyingi baada ya viumbe kupoteza mwelekeo. Usomi ulitokea wa aina nyingi na asilimia zake kubwa ni upotevu. Na taaluma zilijitokeza nyingi na kwa asilimia kubwa zikawa ni athari. Huo utaalamu uliojitokeza baada ya kuupoteza ukweli wa kuishi, utaalamu mwingi ni madhara kwa walotaalamika. Yote tutaenda kwenye somo hili na tutaelewa. Na kwenye masomo ni vyema kutoa mifano. Ili ukisomeshwa jambo uwe unajua mfano wake ni upi. Mfano wa leo, wataalamu wamefanya vitu vingi vya kitaalamu. Wametengeneza mabomu, nyuklia, mambo mbalimbali yenye athari kubwa hayo. Lakini haya yote wameyatengeneza baada ya kupoteza ukweli wa kuishi. Na haya hata wao walioyatengeneza wanajua ni madhara makubwa kupitiliza. Ndio maana mtu mwingine yoyote akiyatengeneza wao hawawezi kulala, kwa sababu wanajua yanavyodhuru. Zama hizo za nyuma, kabla haya mambo hayajawepo, hakukuaga mithili hizi. Hapa ndo nakuja kukuelimisha usomi na utaalamu visipokuta ukweli wa kuishi sehemu, hivi vitu vyote ni madhara makubwa kwa watu waloviishi kwenye zama potofu. Waalimu mbalimbali mmejaliwa akili, na ndani ya akili zenu kuna ng'amuo inayotafuta ukweli. Hiyo ng'amuo iliyoko ndani yako wewe inayotafutaga sasa kweli huwa ni ipi? Hiyo ng'amuo ndo ikisikiliza neno hili inajua kweli kumbe ni moja tu. Haya mengine mengi ni kujaziana elimu za viumbe walojipotosha kwa ya kwao. Kwa hiyo ukisikia leo unaambiwa mtoto akienda shule kwamba hii ndo elimu bora, mtoto akipelekwa shule pale akasoma madiploma yake, wewe ukamuita kwamba ndo ana elimu bora, hakuna elimu bora kama ndani ya elimu husika hakufundishwi ukweli. Na ukweli tunaouzungumza kila siku ni ukweli wa kuishi kimungu katika taratibu moja ya kuufanya umoja wa kuishi kwa watu
duniani kote kwenye dira iliyoachwa na mtu wa kwanza kwenye hii dunia. Hilo jambo ndo neno ukweli. Kama unatafutaga kujuaga ukweli ni kitu gani, ukweli ni usia wa mtu wa kwanza ulioachwa kwenye hatua ya kiutu duniani, kwa maana watu muishi umoja na kuondoa tofauti zote mlizonazo. Huo ndo ukweli, na huo ndo uchamungu, na huo ndo usahihi kwa wanaoishi. Kwa hiyo utaona kuna mtu anaumia, anatafuta kujuaga ukweli huwa ni upi. Ukweli ni neno fupi tu. Ukweli ni kuishi umoja wa kuishi kwa watu. Mithili ya uchamungu ulio katika umoja wa kuishi kwa watu. Huo ndo ukweli ambao Mungu aliufanya, na ndo una historia zote hizi ninazozitoa kwenu. Bila kuujua huo, ima bila kuujua huu, wewe utabakiaga kujuaga hizi elimu ambazo ziko duniani, na zote ni madhara kwa wenye elimu husika. Zikiwa zina vifaida, ni vifaida vya kunufaisha wachache sana, lakini walio wengi ndani ya hayo utaona ni waathirika wakubwa, wenye tabu kubwa, wenye madhara makubwa. Kwa hiyo ukisema mtoto amekwenda anapata elimu bora, hakuna elimu bora ililetwa na mtu wa Ulaya. Hakuna elimu bora ililetwa na Asia. Hakuna elimu bora inatolewa na Muafrika potofu. Fika mahala hapo uelewe kwamba elimu bora na ni elimu sahihi ni ukweli. Na ukweli wenyewe nimekueleza hapo. Katika kujua nini kimetuvuruga, kuna umuhimu wa kuyajua yote haya. Kwa maana kuna watu wanataabika sana na neno elimu. Elimu ikikosa jambo moja tu, ikikosa hiyo ng'amuo, hiyo elimu ulojiingiza ndani yake, ni majuto, ni mjukuu. Kwa hiyo utaona wazazi wa sasa, mwanangu anapata elimu bora, anasoma shule ya gharama, anafanya hivi na vile. Watoto wengi wamesoma shule za gharama, lakini kuja kutumikia hayo ya shule za gharama walizosoma ni mtihani mkubwa kweli kweli. Kumbe unachotakiwa kujua, elimu bora kuliko elimu zote, elimu bora kuliko zote ni kujua kwanza mema na mabaya.
ukishakuwa una uwezekano wewe wa kujua haya ni mema, haya ni mabaya. Dunia ilivyoingia kwenye upotevu wa lindi kubwa zaidi, ndio yakatokea mazuri kwa viumbe kujiundia haki za kuishi. Hapo ndo ukapata sasa kuna mema yakaja kutokea na mazuri yakaja kufika na mabaya. Lakini zama za kabla ya upotevu wowote kutokea, yalokuwa yanaaswa ni mabaya tu. Kwa maana ukisha yajua mema, unajua yameobaki yasotaka mema na yakajichagulia maamuzi ya kupingana na mema, hayo yanabaki kuwa ni mabaya. Kwa hiyo ukisikia habari ya elimu bora haiwezi kuwepo kwa kiumbe mpaka ujue ukweli kwanza. Ukisha ujua ukweli kwanza, utatokea kutazama kila elimu ulopewa na kwa watu wanaoitumia hiyo elimu wakoje. Kwa hiyo ukimuona msomi leo yupo, ulojaliwa akili, unatakiwa kutazama amesoma kwenye engo gani. Amesoma huku akiwa ni mtu mwema, amesoma akiwa anayajua mema na mabaya, ima amesoma tu ili mradi huku hajui ukweli wa kuishi. Ukimkuta msomi ambaye amesoma hapo na ukweli wa kuishi huu tulousiwa sisi kwenye jadi haujui, huo unajijua, utapata utetezi theluthi. Na hauwezi kupata utetezi kamili unaoutafuta. Kwa sababu yeye mwenyewe msomi huyo hajajua mema ni yapi. Kwa hiyo ukiona elimu zimejaa duniani, elimu ukiziona zimekuwa nyingi, asilimia kubwa ya hizo elimu ni upotevu. Asilimia kubwa sana ya hizo elimu zisizojua umoja wa kuishi kwa watu, zisizojua mema na mabaya, zisizojua ukweli wa Mungu, hizo elimu zote, hizo elimu zilizobaki hizo zote ni elimu zenye athari kubwa. Kwa hiyo somo hili halitufundishi kujidaia elimu. Somo hili halitufundishi kujidaiaga elimu ulionayo. Linatufundisha kutazama ni elimu gani stahiki kwenye mema.
Kwa hiyo elimu zilivyotokea ndo hizi mnaziona duniani sasa. Mandege yanapaa angani kwenda kupiga watu wengine mabomu kuwaua. Mabomu yametengenezwa yenye sumu, napigwa mabomu pale, watu wanakufa na masumu kedekede. Yote ni nini? Zote hizo ni elimu, ila ambazo haziko kwenye mema, ambazo haziko kwenye ukweli wa kuishi, na haziko cha Mungu. Kwa hiyo elimu zote zinazobaki kuwa hivyo, hizo elimu zote ni athari. Ili mjue elimu sahihi ni ipi, nikitoa mfano wa watu wa bara la Afrika mlo kuja kuitwa wa Afrika. Ili useme hii ni elimu bora, ni kwanza mpaka na wewe ulete elimu za kwenu. Mchukue elimu za kwenu na zenyewe ziwepo, alafu ndo mtazame huo ubora mnausema, kuliko kusema tu elimu alokuja nayo mtu fulani wa Asia, mtu fulani wa Huba ya Wajemi, mtu fulani wa Ulaya, akaja tu na elimu yake, wewe ukaacha kuboresha elimu ulionayo, wewe ukaiita ile elimu yake ndi bora, ya kwako ni takataka. Kumbe umeshindwa kujua elimu ukiacha na unabaki kuwa hauna kweli. Hichi ndicho kilichowatokeeni wa Afrika. Elimu ambayo tulikuwa nayo bara hili la Arikasi, mkakaa humo mkatafuta na wakemeaji wakemee kwamba hayo ni mabaya. Kwa maana kuna mtu akiona ni mtu wa kwao anakemea kitu, yeye hana akili ya kupambanua huyo mtu wa kwao kasimamia wapi. Yeye anatazama tu, si Mwafrika mwenzetu, na yeye mbona amekaa hapo yuko anakemea haya mambo, yatakuwa ni mabaya kweli. Yeye hataki kutazama huyo Mwafrika amesimama kwenye engo gani ya kielimu. Yeye hataki kutazama hicho. Kwa hiyo hao watu wenye elimu zao wakaona wawavike hawa watu wenyewe husika, watakuwa ni rahisi kujipotosha. Kwa hiyo ukiona kitu kinahubiriwa na Mwafrika mwenzako ndo anaumia pale, kashika panga anakipambania, wewe unahisi ni cha kwako, kwa sababu yule anayekipambania unaona ana rangi kama yako. Kumbe yule ni aliokwisha nunuliwa kwenye hilo, na we unaenda kuangamia kwa ukosefu wa akili. Umeshindwa kujua kwamba kuna watu wamenunuliwa kwa elimu zisizokuwa za kwao na zisizokuwa sahihi, na wanazitumikia hizo kwa maslahi.
wewe unabaki kumshabikia kwamba ni Mwafrika mwenzetu. Kumbe akili timamu inakwambia chukua muda mkubwa sana wa kutazama kwamba ukijiuliza elimu bora iko wapi, anza kwanza kutafuta mema yako upande gani. Miongoni mwa mambo yote yameosemwa, mema ni yapi? Ndani ya mema ndo kuna elimu bora. Nje na mema kuna elimu ambazo si bora, isipokuwa ni elimu hitajika kwa waliozihitaji. Kwa sababu ubora unatokana na uchamungu. Ubora wa elimu unatokana kwanza na wewe kiumbe ujue uchamungu, kwa sababu ndani ya uchamungu kuna safio ya elimu zote zilizojitokeza kwa kujipotosha. Wewe ukiukosa uchamungu huu wa jadi, utabaki kuona kila elimu iliyotokea pale wewe utaiona inafaa. Kumbe elimu zote umeambiwa jifunze. Jifunze mazuri, jifunze mema, jifunze mabaya, kwa lengo la wewe ujue utasimamia wapi. Sio mabaya ukayaite mema, mazuri ukayaite mema, mema ukayaite mabaya, kwa ukosefu wako wa akili. Lengo la wewe kuyajua yote matatu ni ili ujue wewe pa kusimamia. Wewe ulojifunza uwe unajua kumbe unaweza ukajifunza mambo, lakini kumbe mambo ulojifunza ni athari kubwa ya maisha yako mwenyewe, kwa sababu huna uwezo na hauna uwezekano wa kuchanganua kwenye mafungu hayo matatu. Mtu akikuletea mambo yake mazuri pale, wewe umetaabika, umechanganyikiwa, umehisi haya ndo mambo sahihi. Mtu mwingine analeta mabaya pale ila akayapamba kwa rangi nyingine, wewe unahisi haya ndo yanafaa. Ukija kuletewa mema unaambiwa mema ndo mabaya, unakimbia. Sababu kubwa unakuwa hujajifundisha mema ni yapi, mazuri ni yapi, na mabaya ni yapi. Ukishajifunza unatokea kuwa na elimu bora baada ya wewe kuwa mtu bora kwa kusimamia wema. Ukiwa hujasimamia wema hauwezi kuwa mtu bora duniani mpaka kwa Mungu. Utakuwa mtu hitajika kwenye jamii. Mtu bora ni yule mtu ambaye ataishi leo duniani na kesho ataenda kuishi milele huko kwa Mungu.
huyo ndo mtu bora. Mtu hitajika ambaye si bora utabaki kutumikishwa humu duniani na kwa Mungu huna maana. Yaani duniani unateseka na unafika na kwenye ya Mungu unaambiwa ulielezwa ukweli na ukaupinga, moja kwa moja hata uko wewe huwezi kuwa na maana kwa Mungu. Kwa sababu Mungu aliumba viumbe vyake kisha akaviwekea maana moja ya ukweli wa kuishi. Mtu wa kwanza akaifundisha. Mloipoteza nami nakuja kuifundisha. Lengo muijue, ili msiji kuisemea uongo. Iyo elimu ya ubora hiyo, msije mkaisemea uongo. Ndo sababu na mimi nachukua masomo naweka hapo kwamba elimu bora ni ukweli wa kuishi kimungu katika taratibu yetu hii ya jadi kwenye umoja wa kuishi kwa watu duniani. Niwashukuru ndugu wote, majibu ya usomi na taaluma na elimu yamekaa tu yako hivyo, na huo ndo ukweli wake wa mwanzo na mwisho. Asanteni.